Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya samaki. Kujihisi hali ya ujauzito. Kuona samaki wengi sehemu. Unajulishwa utapata pesa. Utaombwa msamaha. Masuala ya kifamilia au kikazi yatahitaji uamuzi wako. Kuwapatia watu malipo yao. Kuona sana mjusi au jamii ya mdudu huyo. Unajulisha uchunguzaji na bado unaandamwa pia. Utajihisi hali ya homa. Mtu kuelewana na wewe sana. Pia kuna utengano wa ghafla kuwepo. Nyota ya kaa. Kumchunguza mtu kimya kimya. Kukaa sehemu kwa uoga. Mtu kufanya maamuzi kwako. Kuna jambo litakalokuwa linakusumbua. Utamkumbuka mtu aliyekuwa rafiki kwako, lakini sasa ni adui. Utajifunza kubadilika katika hali ya kumwamini mtu kwa haraka, bila uthibitisho wa ndani uliokuwa na ukweli. Utakula kitu kilichozidi chumvi au sukari. Ni ishara kuzungumziwa sana kwa mazuri au kwa ubaya. Utafanya mtu afuatilie kitu kwa ajili yako. Kuamka kwa haraka kutoka usingizini. Kuna ukweli utakaokuwa hauupi nafasi. Utahisi kitu kibaya kinaweza kutokea kwa mtu. Kuna jambo ambalo utaachana nalo kabisa. Utapenda harufu ya manukato ya kitu. Kuota unagombana na mtu. Nyota ya nge. Utakuwa na mipango ya pesa. Kumwongelea mtu kwa wema. Kusafisha kitu kwa muda mrefu sana. Wengi wenu mtakuwa katika hali ya kufanya usafi. Utakubaliana na mtu kwa jambo fulani. Kuhisi kusalitiwa. Utakuwa mwenye wivu sana. Utarudia kusoma kitu ili uelewe vizuri. Utapangiwa jambo la kikazi. Kuondosha wasiwasi wako moyoni mwako. Utamfikiria mtu sana. Nyota ya mshale. Mahusiano yako yatakuwa yanaonyesha hali ya ukweli. Baina yako wewe na mtu hamtoweza kufichana kitu. Kuhisi hisia nzito ndani yako zinazokuelezea kitu. Kuna jambo unatakiwa ulifanyie kazi kwa haraka sana. Upo ujumbe utakao kufikia kifuani mwako. Utapata taarifa kuhusu ndugu yako. Mtu kufurahishwa na kitu utakachomtumia. Utaihisi sehemu ni hatarishi kupita au kuwepo. Utafahamu kitu kupitia mtu wako wa karibu. Utaonesha namna ya kujitenga na mtu. Kuna jambo utahitaji kusema kwa mtu ila unasita. Ukweli utakuweka huru. Mtu atakupokea kwa hali nzuri ya furaha. Wakati huu kuna nafasi nzuri iliyofunguliwa kwako. Ikiwa unapitia madhira, tambua ipo namna iliyokushikilia ili usiweze kuwa mwenye hatua nzuri. Kilio chako cha ndani kinasikika sehemu husika. Fanya maamuzi yenye utulivu. Mtu anasubiri majibu kutoka kwako. Kutakuwa na hali ya kufuatiliwa. Nyota ya punda. Kusinzia. Kukumbukia pesa uliyoipoteza au uliyoitumia kwa matumizi yasiyokuwa na ulazima. Mtu atakujuza kuwa na maumivu ya miguu. Pia unaweza kujihisi hivyo wewe mwenyewe. Kutumia kitunguu kikali kuvuta sumu mwilini mwako. Kwa namna utakayoitumia. Kupata habari muhimu. Utafanya jambo ambalo wengine wanashindwa. Kujikwaa. Kuona au kupata kitu ambacho ni adimu kupatikana au kuonekana pia. Nyota ya simba. Utakuwa uko na ratiba muhimu kuhusu jambo. Kupata taarifa ya ndoa. Utapata mashaka ya haraka kwa jambo. Kuhisi macho mazito kwa usingizi. Utakuwa mwenye kujaribiwa sana katika namna ya husda. Na ndiyo maana mambo yako mengi hukwama tu ghafla. Kunung'unika. Mtu atakuumiza moyo wako. Mtu kukusalimu zaidi ya mara moja. Mtu fulani atakuwa msaada kwako. Kazi yako iko na changamoto, lakini inahitaji juhudi na umakini ili kuwa sawa. Katika mahusiano kunaweza kutokea changamoto tena.
utakuwa na urafiki na kiongozi wako. Wema ulioufanya utakuwa wenye baraka kwako na mwongozo mzuri wa malipo kwako kukufikia. Nyota ya Ndoo. Mawazo kuwa mengi sana. Kurudisha sana mambo nyuma kwa kufuatilia au kuwazia. Kusikia sana sauti za watoto wakilia. Unapatiwa ujumbe ambao adui yako kasogea karibu sana kwako. Kutaka kutimiza jambo ulilolitaka kulifanyia kwa muda uliopita. Kuwashwa nyayo. Utapata safari. Mtu atakuwa mwenye kusuasua kukupa kitu kama pesa na mengineyo. Nyota ya Mapacha. Utamfanyia mtu wema, lakini shukurani yake ni ndogo sana. Kukubali ukweli unaoambiwa. Hutofiche hisia zako kwa mtu. Ukweli wa jambo unakufanya usisimke kwa mwitikio ndani yako. Kumkumbusha mtu wema uliomfanyia. Mtu atahitaji maelezo mafupi kutoka kwako. Kuchoka kujielezea sana kwa mtu. Kupunguza mlio wa simu yako. Kufanikisha mazungumzo muhimu uliyokuwa unahitaji kwa mtu. Utakumbukwa na mzazi wako au kumkumbuka mzazi wako. Nyota ya Mizani. Imani yako kupotea kwa mtu, yaani kutomwamini tena. Utahitaji zaidi kuwa sehemu tofauti na ulipopazoea. Mtu ataona kuwa unaongea sana. Kuwasha simu na kuzima mara kwa mara. Kupatiwa taarifa zisizokamilika. Utahitaji utulivu sana wa kiakili, kimwili na hisia pia. Utakuwa mwenye wazo jipya lenye mabadiliko ya kitu. Baadhi yenu hali mnazozipitia si nzuri. Unajitahidi sana, ila bado umekwama njiani. Hali ya kuchukiwa bila kujua sababu itakuumiza sana. Nyota ya Ng'ombe. Mabadiliko mazuri yanakuja na kupotea. Hivyo kuna watu mtakao kuwa sawa kiuchumi na wengine kupoteza. Kuulalia mkono na kuhisi maumivu. Kupata hali ya ganzi. Kutumia kitu sana au kwa muda mrefu. Mtu atapenda kuwasiliana na wewe wakati wa usiku. Kupata taarifa nzuri ya heri. Mtu atapanga jambo na wewe lenye faida. Utakuwa na mawasiliano na mtu ambaye mmefahamiana kwenye kikundi fulani. Kuombwa msaada. Kuhitaji msaada pia. Nyota ya Mashuke. Kujikosoa, hasa upande wa nywele au mavazi, au jambo lolote pia. Kuona kitu kwa hisia. Iwe nyumbani au kazini. Utakuwa na machale ya kitu. Hutotaka kushutumiwa. Kuonesha jitihada kwa jambo lako. Mtu kuzidi kukufanya ufarijike katika mapambano yako. Umuhimu wako kwa familia utakuwa wenye kuonekana. Baadhi yenu miili yenu kuwa na ugonjwa sana. Utapata sifa nzuri. Tarajia kupata ushirika bora wa kibiashara au kazi. Wachache wenu kuna tatizo la kifamilia linaweza kutokea. Nyota ya Mbuzi. Maumivu ya kichwa na tumbo yatakuwa yenye kukusumbua sana. Kukaa kwa mawazo ambayo yalikuwa yameshaondoka ila yanajirudi tena. Kuona mtu yuko na usumbufu. Kusikia mlio wa kitu kunguruma kwa muda mrefu. Tarajia siri kufichuka au kujua jambo. Kumwelezea mtu jambo linalokusibu. Kupata hali ya vichomi. Pesa kuwa ngumu kwa upande wako. Kuna jambo utakalokuwa unalipanga, litakuwa ni sahihi kabisa. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.